Sehemu ya 5 ya simulizi yetu hii bwana inaanza kwa kionjo cha nyimbo ya Professor Jay inayoitwa Piga Makofi. Anasema piga makofi, piga makofi, piga makofi tafadhali. Piga makofi, piga makofi, piga makofi tafadhali. Piga makofi, piga makofi, piga makofi tafadhali. Msikilizaji, unafikiri kwa nini hii sehemu ya 5 inaanza na kionjo cha kupiga makofi? Bwana, utajua mambo mengi sana kwa nini simulizi hii bwana katika sehemu yake ya 5 tumeanza na kionjo cha wimbo wa Professor Jay wa Piga Makofi. Kuna sababu maalum ya kupiga makofi. Sasa tukutane hebu hapa sasa wasaa huu ndani ya makala simulizi. Mimi BHB msimuliaji wako nipo kwa ajili ya kukupa sehemu hii ya 5. Kumbuka tu katika sehemu ya 4 bwana tuliacha ikiwa na mambo mengi ambayo yote yameisha katikati ya eleweki bado kwamba nini kinaendelea. Na sasa bwana, mimi BHB kazi yangu sio kukusimulia alafu usielewe. Mimi yangu ni kwamba nikusimulia alafu uelewe. Hapo ndipo unapata raha ya simulizi. Simulizi unaisikiliza, unajua hiki kinaanzia hapa, kinaenda hapa, kinabaya kama vile. So bwana, karibu sana katika sehemu hii ya 5 uweze kupata mwendelezo wa simulizi hii. Tulishia mahali ambapo mwanadada naamini alikuwa anambembeleza kijana huyu maridadi kabisa Kalino ili aweze kukubali kuwa kimapenzi pamoja na mwanadada Biaka, iwe kwa serious ama hata kwa uongo, lakini alitaka kwamba aweze kuwa karibu na Biaka. Hata hivyo tuliona kwamba nia na madhumuni ya mwanadada naamini ya kumtafutia Biaka mwanamume ilikuwa ni ili aweze kumchomoa kule kwa baba yake, kwa sababu Biaka na baba yake walikuwa tayari wana mahusiano ya kimapenzi. Sasa bana, mimi nisiendeleze sana huko nyuma, mambo mengi sana huko. Ukihitaji wewe fata hapo ili uweze kupata simulizi hii mwanzo hadi mwisho. Lakini sasa sisi tuko sehemu ya 5. Kama tulikuacha, angalia vipande cha kwanza cha ngapi mpaka cha 4 vipo hapo tayari tumeshakuwekea. Twende katika sehemu hii ya 5 tuweze kujua ni nini kinaendelea mbele yake, akina Mama Ibra, akina nani and so on. Karibu sana katika sehemu hii ya 5 tuweze kuendelea na simulizi yetu hii. Hatimaye bana, wakati ulifika. Siku iliwadia na hatimaye sasa ilikuwa ni wakati wa kwenda kule kumsalimia mama yangu. Rafiki yangu naamini alikuja pale nyumbani kwa sababu ndipo mahali ambapo vitu vyetu vyote vile vya kupeleka zile zawadi za kumpelekea mama ndipo mahali vilipokuwa. Tulifanya maandalizi madogo pale na hatimaye sasa ilikuwa tumeanza safari ya kwenda kule kwa mama. Mimi wakati tunaenda bado mawazo yangu yalikuwa yanaogopa. Tunaenda tupanda usafiri hapo. Mimi bado akili yangu inawaza sijui mama atanipokeaje, sijui atanifurusha, sijui atanibonda. Sijui. Lakini twende. Wakati tuko ndani ya usafiri, naamini alianza sasa kunichombeza mle ndani. Mwenzako, unajua nini Biaka? Kaambia be. Hivi unajua kwamba Kalino amezimia sana kwako? Wewe usiniambie. Nakwambia Kalino ananisumbuaga. Hivi jana yenyewe hiyo amekuja nyumbani, anaongea na kuhitaji sui nini nimuunganishie. Nakwambia yule mtu anakupenda bwana. Anakupenda kweli. Sema kweli. Kweli vile mimi nakwambia. Yaani Biaka kama ukikaa vizuri. Biaka ukikaa vizuri kwa yule mwanaume, mbona utaenjoy? Kwanza hana shobo na mtu. Utakuwa ni wakwako peke yako. Unajichumia wewe mwenyewe. Unakula unavyotaka. La kweli, inawezekana. Afra mimi ninavyompenda wewe. Ngoja tumalize hili la huku, alafu uone nitakavyoanza kujisogeza na mimi mwenyewe ninavyojikubali wewe. Lakini sasa nisikilize, kama nilivyokuambia. Yaani ukitaka uje uumizwe uwawe, ni pale ambapo utakapoingia kwenye mahusiano na Kalino,
alafu wakati huo huo eti una mahusiano na hayo mahusiano yako ambayo hayana mbele wala miguu. Siyapendi. Basi bwana, mimi najua mwenyewe yapendi. Basi bwana, mimi niko tayari kuacha vyote. Lakini niwe tu mimi pamoja na nani? Na shoga na Kalino. Unaona sasa nampenda mpaka naanza kumuita shoga yangu. Yaani sasa bwana, nasikia ngwambie. Mimi nimekubali. Lakini tumalize huku. Tukimaliza huku, tutoke kwa mama. Mimi naanzisha sasa rasmi. Mapambano yangu ni huko kwa yule handsome boy HB. Ndio hivyo nakwambia. Unapoteza wakati, unafanya mambo ya kujiaibisha, unakaa swi na baba yako, mume kabisa wa mama yako. Unaelewa kisingizio chako eti hajakuzaa. Sasa hajakuzaa lakini anaiona sehemu ulipotokea. Wewe hata hiyo tu heshima. Kwa kweli unanichefua kweli yani. Basi bwana, usiongee sana. Mimi nimekuelewa bwana shoga yangu. Na mimi najua unanipenda na unanitakia mambo mema. Yaani kwa kweli sitamani kupoteza rafiki kama wewe. Kwa sababu huwa unaniambia vitu vya maana, unaniambia vitu vya ukweli, vitu vimenyooka. Yaani itoshe tu kusema kwamba namshukuru Mungu wako kukutana na wewe. Haya ya kwako umesema. Lakini una utashi wako, utafikiri, utaona kama ni kipi cha kufanya. Kama utaamua kutulia na Kalino anayekupenda, saizi yako, mtu wa heshima, sawa. Kama ukiamua kubaki na mtu wa aibu, sawa. Usinihusishe tu kwenye mambo yako ya aina hiyo. Hapana kwa kweli. Siwezi kuendelea huku kwa baba tena. Sasa hivi mimi nakwambia tukitoka huku moja kwa moja kwanza ukanikutanisha na Kalino. Nikutane naye kabisa, nimsalimie. Nione tu kabisa kwamba nimsalimie Kalino kabisa, tuko karibu na Kalino. Wewe. Acha kabisa. Basi tukaenda mpaka tukafika pale nyumbani. Story nazo zikakomea pale. Tukapokelewa pale. Tulimkuta mama Ibru pale. Akatupokea, akapokea mzigo wetu, tukaingia ndani, akatuonyesha katoto. Jamani, Rabia kalikuwa kazuri aisee. Rabia kazuri kweli yani. Kanafanana na mama. Kazuri, yani kitoto kidogo cha mwanzo lakini kizuri yani na vidimpo vyake. Basi tukasalimia pale, tukashika mtoto, tukafurahi, tukampa zawadi zake, stories za huku na kule. Mama yangu bwana alinipokea. Lakini kwa kweli nilikuwa naona kabisa kwamba kuna namna ambavyo mama yangu bado kuna hali ya upungufu wa upendo ambao uliokuwa umepungua sana kwangu ukilinganisha na zamani. Japokuwa alijitahidi kuficha ile hasira aliyokuwa nayo juu ya mimi kutoka na baba, lakini bado kwa jinsi nilivyokuwa namjua mama, hata kama angeja anajificha, lakini nilikuwa nikiona tu kabisa kwamba there is something wrong with you. Nilikuwa ninajua kabisa kuna jambo liko sawa. Basi tukamaliza pale. Muda tunataka kutoka. Bwana wewe. Pale mama Ibra tukamkuta yuko kule nje kwa nyuma. Hapo mimi nilikuwa nimetoka nikasema niende zangu msalani pale njisaidia, alafu nirudi pale ndo tutoke sasa rasmi ili tuondoke zetu turudi makwetu. Ile natoka namkuta mama Ibra yuko nje. Baba yupo pale. Wajua baba mimi toka tufike pale tumesalimiana na yeye, lakini ile ya juu hajataka sana ule userious kuonyesha nini. Salimia tu, baada hapo hajataka maongezi sana. Labda alikuwa anaogopa kugombana na mama tena na nini, mambo kama yale. Sasa kumkuta pale nje, jinsi ambavyo alivyokuwa nyuma ya ukuta kule, mama Ibu alivyokuwa amemtazama baba, sijui alikuwa anaongea nini, siseme uongo, nilikuwa sijui alichokuwa anaongea. Lakini
uso nilivyoutazama baba, kwa sababu I know him. Namjua vizuri babangu. Namjua uso wake wa mahaba unavyokuwa. Alikuwa yuko kwenye hali ya kimapenzi kupita maelezo. Yuko kwenye umbo la penzi, yani yuko amevaa uso wa, yani najua kabisa pale kama ni gay yenyewe zitakuwa zimemshika kweli. Yani gay jumlisha na nyanyanyonyo nye zilikuwa zimempanda, kwa sababu alikuwa ukimtazama ni kama anataka kumrukia Mama Ibu hivi. Sasa Mama Ibu yeye, unajua Mama Ibu kusema ukweli shape yake sio ya hatari sana, lakini amepewa sura sana nzuri kuliko hata Mama Hidayah. Mama Hidayah bwana mishepu. Sura ya kawaida lakini mishepu yake jamani. Lazima tu kila mwanaume ampende. Sasa Mama Ibu yeye ana sura shape yake ya kawaida tu, lakini sura jamani. Sababu yeye ni mrangi. Kwa hiyo amepewa sura ile ya kirangi kweli, nyeupe, mzuri kweli. Sasa baba alivyokuwa anamtazama ile kuangalia hivi, Mungu wangu nikaona baba ina maana anataka afanye mapenzi na Mama Ibu hapa au? Mama Ibu mwenyewe ametepeta, yani amelegea. Kama ingekuwa chumbani pale ilikuwa ni muda wa kuisukumia ndani. Yani mwanaume pale alivyokuwa Mama Ibu amelegea. Kama ingekuwa ndo chumbani, mwanaume hakuna anachokuwa amebakisha zaidi ya kuisukumia tu ndani ipotee. Msiniulize kitu gani hicho kinasukumiwa ndani. Niacheni, mimi bado mdogo. Basi bwana, mimi niliona vile nikasema isiwe shida. Nikageuza macho yangu upande wa pili, sababu niliwachungulia kwa dakika kadhaa hivyo kwa hawajaniona. Walipopiga jicho kaniona mimi kazugi kama sioni. Kaenda zangu chooni, nikarudi. Katulia. Kaona kaambia basi dana na mimi shoga yangu tuondoke. Mama Hidayah sasa, jamani, situkae mbona bado mapema jamani, situkae jamani. Hapana, tunataka twende, kuna sehemu tunataka twende, tukifika nyumbani. Mama nani pale na mimi akaongea, akasema okay poa. Mama Hidayah akatusindikiza yeye, tukatoka naye mpaka pale barabarani. Mama yeye alitutoa tu mpaka pale kwenye geti, akarudi. Mama Hidayah akatupeleka mpaka kule barabarani. Huyo tukapanda usafiri wetu nyumbani. Tumefika nyumbani, kwa sababu sio mbali sana na nyumbani kwangu na kule anapokaa shoga yangu na mimi, tukaingia kwanza kwangu. Tukaanza kupiga story zote hapo zinamhusu nani? Kalino tu. Ndio story za mwanzo mwisho. Yani nikimtaja Kalino kuna namna najisikia hivi mpaka naingiza mkono wangu huku kwenye pochi. Nashika huko nini? Yani nikimtaja Kalino, yani nikimtazama yule mkaka jinsi ambavyo pia alivyo tefu, naambiwa ananipenda mimi wewe. Afu ukizingatia na muda baba ndio hivyo amenitenga. Baba amenitenga fulani hivi. Yani baba ni amenitenga kwa style fulani hivi, yani kama amenilia uambuzi hivi ukauzu. Mimi huku nina gage gigogu na nyanyanyonyo, nina zoge kichisi yani. Yani tulivyokuwa tunapiga story mimi pamoja na dada mimi pale, kuhusiana na anavyonipamba sasa kwamba Kalino ananipenda si nini, Kalino boy. Kwanza sasa utakuwa ukimkubali mkiwa pamoja, utakuwa sasa wewe ni Mrs. Kalino boy. Akiongea vile basi mimi napata niaje, yani ashiki na nipanda mpaka napeleka mkono kulishinda shika. Story zile mpaka zinavyoendelea nilijikuta mpaka huko chini nimeloa. Huko chini kwa bibi huko ngajikuta nimeloa kutoka na story zile. Nasema jamani. Sasa ili animalize kabisa dada mimi akaniambia hebu niambie, ukifika chumbani wewe pamoja na Kalino utamwambiaje? Na utamwambiaje? Wale sasa akachukuliwa anasemaje, nikamwambia kwa hiyo nataka nikwambie jinsi ambavyo nitakavyomwambia. Akaniambia mimi nataka uniambie, yani uniambie jinsi ambavyo utakavyoongea naye. Nataka nione. Ambia kutoka huko muone kwanza.
Akaniambia hapana bwana, niambie, hebu nionyeshe kwanza. Nionyeshe jinsi ambavyo utakavyoweka pause wakati unaongea naye. Mimi pale nikaeleweka pause, nikamwambia nitamwambia, Kalino baby, nahitaji unipe. Nahitaji iwe yako, iwe yangu peke yangu. Kalino jamani, Kalino. Kalino bwana. Sasa wajua mimi nilikuwa ninaongea kama masiara, lakini wakati naongea kuna namna ile hisia inakuja kabisa. Nisipeleke mkono wangu kwa bibi. Koshi, wewe. Nimeloa mpaka sio poa. Nani dada mimi shoga yangu pale akaanza kuniambia, wewe hebu acha, ndo jicho ulifanya hivyo hapo, hebu sio kaanza kuniletea nani, usio kaanza kumwaga radhi huko ndani, tuko wanawake tupu, usio kanitia nani huko ndani mimi. Kaambia wewe si ndo umetaka. Basi pale ndo nikao nimegutuka kutoka kwenye lile lindi la hisia nililokuwa nalivuta kuhusiana na Kalino. Sasa safari ilikuwa inaanza pale, ilikuwa ni kwamba mimi niende nikakutanisha mimi pamoja na Kalino. Kwamba mimi pamoja na Kalino tunakutana wapi? Tunakwenda eti kule kwa nani? Kwa dada, kwa shoga yangu na mimi. Akasema hiyo haina shida, akafunga kwambia tuende. Mwambie tutakutana kweli. Akaniambia twende nitakutanisha, wasiwe nini? Nikamwambia basi poa. Tukaondoka tukaenda kule kwa dada, kwa shoga yangu yule na mimi dada mimi yule. Kaingia ndani. Huyo tukatulia. Nikamwambia haya, huyo Kalino yuko wapi? Akaniambia anakuja. Umeongea naye? Akaniambia nishaongea naye, anakuja. Nikamwambia poa. Baada muda kidogo nikamwona kweli Kalino anakuja pale. Acha nitetemeke. We, Kalino, hivi naanzaje kuongea na Kalino? Naanzaje kuongea na Kalino jamani? We, mimi pale sasa najikuta natetemeka yani. Wakasalimiana pale nje. Kalino pamoja na mimi shoga yangu. Akamaliza akaniambia, nikakuta wamesogezana pembeni kwa sababu mahali nilipokuwa nimekaa nilikuwa naona nje kabisa. Na nilikuwa nawaona. Sasa wakasogezana pembeni. Dada mimi akamvuta pembeni. Sijui akaongea kitu gani huko. Haya, baada ya hapo Kalino akawa anaingia ndani. We. Jamani, moyoni pale hadi ni moyo wangu unataka kupasuka. Nampenda Kalino mpaka sio poa. Yaani natamani tu pale alipo hata ningemvamia, hata nimpe pale hata angalau nimpe. Sitasema nimpe nini, naishia hapo. Sisemi. Basi nikawa mimi ndio hiyo natamani, hisia zangu zimenipanda vibaya mno nilipomwona Kalino. Kalino akaingia pale na mikogo yake ile. Alikuwa amevaa kinani chake fulani hivi, kikoti chake fulani hivi cha jinsi fulani hivi. Amevaa t-shirt fulani hivi nakumbuka cheupe. Hapa mbele kilikuwa na picha ya Tupac. Apiga na kinani chake hivi, kale kama picha ya Tupac ile maarufu kabisa mnayojua. Alikuwa amepiga afu akaenda pale amekaa. Afu akaanza mikogo yake. Mambo. Niambia poa, niambie. Safi. Unaitwa nani? Jamani, unijui mimi Biaka bwana. Wewe? Usitaki kuniambia kwamba unijui bwana. Kweli bwana, mimi nakufahamu, unaitwa Kalino bwai. Nilikuwa najiuliza tu, nimekuuliza makusudi. Makusudi gani umeniuliza? Nimekuuliza tu. Nimependa nikuulize au nimefanya vibaya? Hapana, hujafanya vibaya. Au mimi nimefanya vibaya kukuuliza? Tuachane na hizo. Mambo mengine vipi? Poa. Vipi, mbona unazidi kuwa mzuri? Jamani Kalino, mimi mzuri wapi bwana? Mimi kawaida. Mimi si ndo nakuona unazidi kuwa mzuri. Hebu angalia hata hivi vinywele vyako vinavyoshuka hapo kuelekea sikioni. Naona vile jamani, unaangalia mpaka nywele zangu jamani. Naangalia, si unajua. Mwanamke mzuri sana. Class pale wewe. Nise. Mwanamke mzuri sana. Yaani hakuna mwanamke mzuri kama wewe pale.
Jamani, hizo sifa zangu kweli au ndo umeamua jamani kunipamba jamani? Unanipaka mafuta kwa mgongo wa chupa eti? Hapana, osha kuniona mimi siku yote ile mimi nikimweleza mwanamke hivyo vitu kama hivyo. Sijui huko unapokuwa. Hapana. Sio swaga zangu hizo mimi. Bana, lakini of course nimekwambia tu kwamba nimekupenda. Jamani Kalino kweli? Ya, mimi nakupenda sana kwa kweli. Da. Natamani sana wewe mpenzi wangu. Kwani wewe sasa hivi una mpenzi? Afu unanitania mwisho wa siku anze kuja kunifanyia vitu vya ajabu hapa. Hapana, mimi siwezi kufanya kitu chochote cha ajabu. Sasa kufanya kitu gani? Na kama ningekuwa sijakupenda ningekwambia tu. Kwani nimekwambia kwa nini? Sasa wewe jamani, hivi sijui. Ndo nakwambia sasa. Mimi nahitaji mimi na wewe tuwe wapenzi. Ndio kitu ambacho ninachokihitaji sana kwako. Na unajua mimi niko single muda mrefu sana. Mpaka sasa hivi hapa niko single. Ni mtu pekee ambaye naweza kuwa naye kwa sasa hivi kwa kweli kwenye maisha yangu ni wewe. Nakuomba tu. Nakuomba sana. Biaka. Usio kujaribu kunitosa. Aise ukinitosa aise. Yaani ukinichomolea ombi langu hili. Aise sijui. Lakini mimi nakuomba tu. Ombi langu kubwa nahitaji mimi kuwa na wewe kimapenzi. Msikilizaji pale sasa mimi nilikuwa nawaza nijibuje. Naogopa. Nawaza nikijibu kwamba ndio niko tayari, naona kama nimekubali haraka hivi. Lakini sasa nawaza tena nikikataa nizuge kwamba eti sitaki. Nawaza vipi akikataa moja kwa moja na yeye akaondoka zake akakata tamaa? Nilijiuliza pale ngasema hapa sijui nijibuje. Nikimjibu nitakufikiria, je, akaondoka pale afu akapata mwingine itakuwaje? Mtu mwenyewe anampenda na yeye mwenyewe lakini najua ananipenda. Nishaambiwa ananipenda. Nikasema lakini hii hailazi damu. Siwezi kusubiri, sijui nini, najibu hapa. Kamwambia anakupenda pia na nimekubali kwamba tuwe wapenzi. Akaniambia nashukuru sana da. Nilikuwa nawaza nitakupataje. Wakati nilikuwa nawaza sana kama mwanamke kama unaweza kunikubali hivi. Pale sasa tukanyanyuka, tukahug each other, na tukakumbatiana, nikampigia busu, akanipigia busu, nikaamua kwamba sasa hapa mimi na yeye moyoni mwangu niko salama, nishajua kwamba ni penzi. Msikilizaji, wakati ananihug na mimi yani tuna hug pale tunakumbatiana, wewe nilikuwa nasikia marashi mazuri yaliyokuwa yanakuwa yananipiga puani. Sasa nikisikilizia ile anavyonigusa nasikia vile vindevu vyake jinsi ambavyo vinanichoma huko. Jamani. Ananisisimua. Alivyo mrefu wa wastani hivi. Mimi namtazama kwa juu kidogo. Jamani. Kalino mkaka mzuri jamani. Akasema hapa nimepata. Sasa pale mimi nataka nijilegeze ili anipe hata. Yaani nikasema hapa naamini akija atakuja kwamba atatukuta hapa yuyu akiwa kifuani kwangu. Nikasema huyu lazima nikute kifuani. Yaani inabidi atakuja nikute kifuani kwake. Huyu nitamfanyia kila kitu humu ndani mpaka nihakikishe kwamba anampata ananipa hata kimoja tu muda huu hapa. Huko kule. Alivyo sasa nimemhagi vile, mimi nikawa sitaki kumwachia. Na yeye ngakuta kama anataka kuniachia hivi lakini mimi nikajisogeza karibu yake zaidi nikawa nimshika pale fu. Sasa akawa hajaniachia sasa moja kwa moja. Ana ile sitaki nataka. Nikazidi kumkumbatia karibu huku nikiwa napelezesha mikono yangu mgongoni mwake ili kumtoa, kumsogeza karibu ile na yeye kumwamsha ile. Nikamwambia please Kalino, na siku nyingi jamani. Akaniambia una siku nyingi za nini? Hapana, sijui nilikuwa nataka kusemaje.
Una siku nyingi za nini mpenzi wangu? Sema tu kweli, usiogope. I love you so much. Nimefurahi sana jamani kupendwa na wewe. Mimi mwenyewe nimefurahi sana kupendana na wewe. Jamani. Msikilizaji, nilikuwa naonyesha mbwembwe pale kumshikashika kufanya nini ili yeye tu azidiwe na yeye aweze kunidondokea. Sasa pale tulipokuwa tumesimama muda ule, nikajikuta kwamba mimi eti nimezidiwa na nakaa kama nadondoka hivi, lakini nadondokea kwenye kochi huku nikiweka mguu wangu vizuri ili aweze kunilalia na yeye juu yangu. Akashuka pale mpaka tukafika pale kwenye kochi, afu akawa bado amenikumbatia. Akaanza kunipiga madenda pale. Oh jamani. Anajua kunyonya mdomo vizuri huyo jamani. Anapiga madenda pale na mimi nafurahi hivi na vile. Jamani. Jamani. Pale sasa huku chini najua. Yaani jamani nilikuwa nasikia kabisa kwa bibi hapa. Yaani pako chapa. Nguo yangu hiyo nilikuwa nimevaa najua haifai hata kutoka nayo hatua mbili kutoka pale ndani tena. Labda tu iwe imefuliwa. Sasa nilivyokuwa nazidi kuongeza ashpali, nazidi kunipanda, nikajua pale hapa mimi napata, nikamsogeza na yeye karibu, nikamvuta pale, nikaanza kumkumbatia zaidi. Kidogo nikakuta anajinyanyua. Mimi usiondoke bwana. Endelea. Hebu sikiliza bwana. Unataka tufanyeje? Moja tu bwana. We. Hapo ndo tunapoanza ugomvi mimi na wewe. Ndo tunapoanza kugombana na wewe hapo. Basi bwana, samahani, usigombane na mimi. Yaani kweli leo hii hapa nilikuwa nakupa romance tu. Unataka yeye kabisa tufanye hapa hivi hapa. Yeye mapenzi gani amekupa gani ya kubakana kama kuku? Hizo swaga hizo mimi ndo sistaki. Mwanzani usiakajitoa kwenye mwili wangu. Nikabaki sasa najionea aibu kwamba mimi ndo nilikuwa nataka, afu mwanaume ananishushua kwamba eti mimi nisijilegeze. Isi aibu hii kweli mimi mtoto wa kike. Kujilegeza zaidi kwa mwanaume mpaka mwanaume mwenyewe anasema hapana. Anasema hizo ni tabia mbaya. Akasema hapana, hii kweli hatari. Basi nikaweka zangu pale ngambia, samahani bwana, naomba nisamehe Kalino. Naomba unisamehe, nilikuwa nimezidiwa. Umezidiwa nini bwana? Sasa ndio iwe ghafla hivi. Hapa. Yaani wewe kwanza ulipo hujaoga, hujafanya nini afu tu mimi nije. Wewe unanionaje? Unaniona mimi mchafu na namna hiyo kwamba naweza tu kupakia sehemu yoyote ile muda wowote, naweza mahali popote tu kama mbwa tunaweza tukafanya. Hebu jiheshimu bwana. Mimi kama ndio hivyo bwana, mimi hata kama vipi hapa tuairishe leo. Mambo tusiendelee kwa pamoja. We. Nililia. Kaambia hapana Kalino hapana. No, please, naomba unisamehe. Nimezidiwa tu. Nimepitiwa, naomba unisamehe Kalino. Siko tayari kukupoteza Kalino. Nakuomba sana. Msamehe mimi, mjinga mimi jamani. Yaani sijui nimefanyaje, naomba unisamehe. But just invite me nyumbani kwako haraka iwezekanavyo. Na hali mbaya. Unafikia wakati unanikatisha tamaa kwa kweli. Sasa wewe ghafla tu hivi hapa unataka kweli? Yaani mlango wazi hapa sio kwetu, sio nini, yani tumekutana tu tayari unataka hapa. Hivi si ndio unawaachia na watu wengine unawafanyia kiwepesi tu hivi. Sitakuwa na hapa wanaume wengine kirahisi namna hii. No, please samahani, naomba unisamehe. Bado sasa unaendelea kuongea. Nimekosea, nimepitiwa, naomba unisamehe, sitarudia tena. Kwa makini bwana. Kalino hakuongea tena, akatoka pale. Wakatoka kule, akafika kule nje. Kumbe shoga yangu na mimi alikuwa hayuko mbali sana. Aliviona anatoka pale, akamuita hapa pembeni. Sasa wakaanza kuzungumza. Vipi? Mmekubaliana? Umenisaidia kazi yangu? Hiyo imeisha. Na kuaminia, umemaliza? Imeisha hiyo. Hamna kitu tena hapo. Nishamaliza. Sasa kuanzia sasa hivi kitu nitakachokifanya mimi nitakuwa mimi na mzuga. Kila akitaka tukutane na mzuga huku na kule, lakini vitu kama romance na nini vyote nitakuwa nampa.
akitaka hata ila nampa, lakini nitakataa sana, mimi sitaki kusex na yeye. Basi hata hivyo poa. Hata hivyo sawa tu. Lakini uwe naye karibu sasa. Sawa? Hamna shida, hiyo imeisha. Mimi nakuaminia Kalino, rafiki yangu. Wewe ndo, yani wewe ni rafiki yangu bonge. Yani si nikupe zawadi gani yani? Si nikupe, yani si nikupe kitu gani? Natamani ningekuwa mimi ni manager mahali nikupe ajira tu. Na mimi bwana, wewe rafiki yangu unachekesha sana. Kwa hiyo natamani ungekuwa manager mahali unipe ajira. Unajua unafanya jambo kubwa sana la maana. Unastahili heshima kubwa. Unatamani, unastahili zawadi ya kufa mtu. Unastahili zawadi kubwa. Au ndo kama vile. Na mwenyewe nipe basi ile zawadi yenyewe. Zawadi gani? Si unipe, kwani wewe huna ambacho wanawake wengine wanacho? Toka hapa. Hamidu akukute hapa akuue. Bwana, tuachane na hizo bwana. Mimi nakushukuru sana. Nakushukuru sana kama umefanikisha. Msikilizaji waliongea pale wakiwa wanatembea huko, wanaondoka, anamsindikiza nani? Anamsindikiza Kalino muda huo. Bana, wewe nakushukuru, naomba uendeleze hivyo hivyo, sui nini wakaongea, akamsindikiza mpaka akaondoka. Hatimaye akarudi pale sasa. Unajua naamini bwana, naamini sui jasusi la wapi? Akarudi pale kwangu. Naambia shoga yangu. Poa bwana, mwenzako si nimekosea? Sui atakuwa amekasirika. Umekosea nini? Mwenzako, si unajua jinsi ambavyo na mimi nilivyo na ugwadu wangu. Umefanyaje sasa? Mwenzako si bwana, tumekubaliana hapa. Akaanza kuninyonya mate. Nisitake anifanye hapa. Akakasirika, afu akanifukuzia huko, akaniambia wewe tulia, sio nini ameongea maneno hapa. Maana nakwambia nimemuona sasa yule Kalino mwenyewe tunayemjua. Amenipa maneno ya shombo, ameniambia hapa. Sio nini najilegeza kwa mwanaume, sio nini nitakuwa na tabia za kimalaya, sio nini. Atakuwa amekasirika mwenzako. Hamna. Mbona ametulia tu, mimi nimeongea naye tunaenda hivi. Ameniambia yameshaisha. Alinigusia tu kidogo, sio kama wewe hivyo. Lakini ndo kama hivyo, mwenyewe anasema anakupenda sana, hawezi akakuacha na nini, mambo kama hayo. Wewe utaona mwenyewe, lakini sasa kule kwingine nako watch zile uhuni, ule mwingine achana nao bwana. Mimi nimeacha. Kule kwa baba siwezi, yani wewe. Sitaki tena. Japokuwa hapa mimi na genye zangu hapa, lakini pamoja na hizi genye zangu nilizonazo, lakini siwezi kwenda. Yani nitambana mpaka Kalino mwenyewe ndo azitoe. Sitaki mtu mwingine zaidi. Hapo sasa shoga yangu. Hapo ndo umepatia. Baki na mwanaume mmoja handsome, anajielewa nini kila kitu. Kama mimi nilivyo na Hamidu, basi. Mimi niko na mmoja na anatosha. Sio kila mtu jamani. Wewe umekuwa nini bwana? Unakuwa nje na mtu kama yule bwana baba. No. Jambo la maana ndo kama hivyo. Wewe ishi naye taratibu, mtawezana. Msikilizaji pale, mimi nilifurahi. Nikajua kabisa kwamba hapa mambo poa. Mimi pamoja na Kalino sasa hivi ni wapenzi rasmi. Nilikuwa sijui kwamba shoga yangu na mimi ameongea nini na nani na Kalino. Kwa hiyo nilikuwa sijui kabisa kwamba Kalino yeye yupo kwangu kama kumsaidia, yani kama mbinu ya kunifanya mimi niweze kutoka kwa baba yangu, ambayo imetumika na rafiki yangu naamini, ili mradi tu mimi niweze kwenda kwa mbali na penzi la baba yangu. Kwa hiyo mimi nikawa nimejiamini 100% kabisa kwamba I have my sweet heart. Kumbe uongo. Mimi nilikuwa sijui bwana. Basi bwana, life yangu ikaanza. Sasa kule nyumbani napo, baba yangu pamoja na marafiki wa mama yangu kule, akina mama Ibra, baba nani? Mama Ibra bwana hakupenda. Alingangana sana kwamba lazima ahakikishe kwamba na yeye anaionja hiyo tamu ambayo baba yangu yeye anayo. Hiyo ambayo anaringishiwa kila wakati na mama Hidaya kwamba baba yangu ana kitu fulani cha special ambacho hicho ndicho ambacho kilikuwa sio nini. Kama mama Hidaya alivyokuwa anasema,
oh siwe nini, huyu Miguel ana kitu, na ndio maana hata Biaka mtoto wa mke wake alikuwa analilia ududu wa babake, siwe nini, ndio maana Miguel ana kitu, siwe nini. Sasa mama Ibra ile hali ilikuwa inamlazimisha sana kwamba naye apate. One day mama aliingia kwenye 18, aliondoka akaenda kliniki. Pale nyumbani siku hiyo baba alikuwepo. Alikuwa hajatoka bado. Wewe asije pale nyumbani mama Ibra. Huku na kule. Mzee mwenyewe sasa alikuwa mzee kijana huyu jamani. Miaka yake hii jamani. Miaka ina range hapa kwenye kapingapi hapa jamani. Si mtu tu wa kawaida huyo. Mzee kijana namuita. Sasa bwana akampokea yule mama Ibra. Mama Ibra naye akazuga wakati anakuja. Sijui jamani, Mama Rabii yupo. Baba yeye alikuwa anajua kabisa kilichomleta pale. Yupo, ingia, yuko ndani. Mama Ibra naye huyo ndani akaingia. Kilichoendelea huko ndani. Baba naye alikuwa na yeye mudi zake ziko kubwa. Akamkumbatia pale. Akaanza kumnyonya mate. Unajua yule pale mbaba alikuwa anampenda zaidi kwa sababu kwanza ni mzuri. 1 2 sio mke wa mtu. Yaani ni single mama. Kwa hiyo yeye ilikuwa ni raha tu kukaa naye. Baba akawa anarudi pale na enjoy, anajua kabisa mama hawezi akarudi mapema. Wakawa wananyonyana mate pale huku na kule. Akalila tunda bwana la mama Ibra. Mama Ibra alikuwa hoi. Alitoka pale yuko hoi. Akaenda akalala nyumbani kwake sasa. Hiyo hapo naye akalala akaamka baadaye. Japokuwa alikuwa amelala usiku, lakini show aliyopewa asubuhi hiyo, mechi jinsi alivyoichezeshwa hapo na baba, yeye mwenyewe alivyorudi nyumbani ikabidi alale tena. Mama Ibra alikuwa amefurahi sana akijua kwamba na yeye amepata hicho kitu ambacho mimi pamoja na mama Idaya tulikuwa tunakililia. Ilikuwa ni furaha sana kwa mama Ibra. Kwa kweli alijipigia makofi, kama piga makofi tafadhali. Alikuwa akiwa amelala kule, huku alipoamka kutoka usingizini akiwa amejilaza bado kwenye kitanda chake akawa anawaza sana. Jamani, kuna wanaume. Sasa huyu kwa staili hii si hata tumaliza wote jamani. Ila mimi simwambii mtu huyu baba alivyo. Yaani huyu baba jinsi anavyofanya, simwambii mwanamke mwingine, kwa sababu nikimwambia tu mwanamke mwingine ndo na yeye atataka. Mwisho wa siku tutajikuta wote hapa tumepitiwa na yeye. Sasa hapa mimi ninachokifanya ni kungangana sana mpaka mama Idaya aachane na Miguel. Ili Miguel mchepuko wake anibaki mimi tu. Na uzuri sasa hivi tetesi ni kwamba haiko karibu na mwanae. Hapo sasa hiyo ndo vizuri. Utamsiwezi kushare kwa kweli na mama Idaya. Hapana, ni shoga yangu, lakini sio katika haya. Abaki na mume wake, ana mume wake bwana. Hapana, Miguel huyu namfanyia vyovyote vile. Hata mke wake mwenyewe namheshimu tu. Namheshimu tu kwa sababu pia ni rafiki yangu, lakini ningetamani kabisa angekuwa sio rafiki yangu ningemwendea hata kwa mganga nimalize aondoke. Nibaki mimi tu na Miguel. Niwe naipata mimi mwenyewe huko ndani kila siku. Niwe naifia. Jamani, ningepata raha. Ila mimi simwambii mtu. Hata mama Idaya mwenyewe simwambii kwamba na mimi nimeonja. Ila nitakachokifanya nitawategea mtego, wakamatwe na Camilo. Camilo akishakamata, hapo najua atampiga biti za kutosha, atampiga mkwala wa hatari mama Idaya atakaa mbali na Miguel. Na Miguel hapo sasa ndo nitakuwa namfaidi mimi peke yangu. Huko kwa mke wake si wazi, mke wake si wa kwake, mama Rabii atajua mwenyewe. Lakini kipindi hichi lazima nifanye tu taratibu agombane na mama Idaya, ili mimi sasa jamani, hiyo kipigo nilichopewa, hii mechi nilopewa jamani. Jamani, ngoja niangalie huko. Unajua hamu zote zilisha mpaka ikafikia wakati sasa naumwa. Ngoja niangalie kama kweli sina vidonda. Jamani. Jamani. Mpaka moto. Nasikia hadi moto huko. Hapa sihitaji mtu hata zaidi ya wiki 2 3, sihitaji mtu anisogelee.
Kumbe ndo maana kumbe Biaka alikuwa analilia dudu ya babaye. Kumbe simlaumu tena kwa kweli. Hata ningekuwa mimi, hata akiwa baba mzazi, acha baba tu yosiwi mme wa mama, hata baba mzazi ningekuta iko hivi, labda niwe sijaonja, lakini nikionjesha niache na kichaa. Dunia utamu wake huko. Dunia utamu wake ni mapenzi, sio kitu kingine. Nisingeacha wallahi. Hadira. Msikilizaji, kwa mama Ibra alikuwa amefurahi sana kufanikisha lile. Na sasa alikuwa kwenye mkakati wa kufanya utaratibu kwamba aweze kumuondoa mbali nani? Kumuondoa mbali mama Hidaya ili aweze kuwa yeye ndo mchepuko wa baba peke yake. Alianza kuwategea mitego mbalimbali ili aweze kukamatwa. Anatega mitego mbalimbali, inafeli ili aweze kukamatwa. Wiki ya pili bado hajapata. Aliwaza sana kwamba atapata fanyaje ili aweze kuwagombanisha tu baba pamoja na mama Hidaya. Ilikuwa ni kitu kinahangaika. Sasa mbaya zaidi ni kwamba yeye alikuwa sasa akijiba, wanakutana na baba hata guest au mahali popote wanafanya. Mpaka nje walikuwa wanafanya. Baba alikuwa akifika mpaka nyumbani kwake yule, kwa sababu yule alikuwa anakaa mwenyewe anajificha, anaingia, anaipiga. Msikilizaji, baba sasa akawa amekaa anapiga zote mbili. Anapiga zote tatu kwa mama Hidaya, mama Ibra. Zote anapiga yeye. Nakwambia baba yangu alikuwa kidume, si kibeberu cha mtaa. Basi, sasa baba, unajua bwana, wanaume wana tabia moja bwana. Just ngoja niwaambie wanawake wenzangu, ili muweze kuligundua hili jambo. Wanaume wote wana tamaa na wana tabia ya kumchoka mtu. Yaani wanashikwa na tamaa, wanaweza kutoka na mtu yeyote. Lakini wanamchoka mtu. Lakini mwanaume hawezi kumchoka yani mke wake au mpenzi wake ambaye wanapendana sana na huyo mpenzi wake anamheshimu. Yaani wewe kama ni mwanamke unamheshimu mwanaume, unampa, kwa maana ya kwamba haja zake za mwili zote unampa na zinaisha zote vizuri, humbani. Alafu just yani inamaanisha kwamba wewe unampa lakini pia wewe unamheshimu. Heshima kitu cha bure, sawa? Unamheshimu vizuri mwanaume. Awe tu ni mume wako au ni mpenzi wako, unamheshimu vilivyo. Huonyeshi roho mbaya kwa ndugu zake au marafiki zake na nini. Huyo mwanaume hawezi kukuacha milele. Lakini haimaanishi kwamba eti hawezi kuchiti. No, mwanaume ana tamaa. Anaweza kukutana mwingine akachiti akamaliza, lakini hawezi kuwa naye milele. Lazima atarudi kule ambapo anapata heshima, kule anapoheshimiwa. Sasa hili ndicho kilichotokea kwa baba yangu. Baba yangu aliendelea kumpenda mama yangu kama kawaida. Lakini huko kingine akawa anazipiga kama kawaida tu. Akienda kwa mama Ibra anapiga tena mama Ibra kwa sababu ndo single mother. Baba alikuwa hadi akichelewa, akitoka kazini akipita anapitia kwake, anapiga ndo anaenda nyumbani kwa mama. Na sasa mama kipindi hicho sio alikuwa ananyonyesha. Kwa hiyo wakati mwingine hata zile ashiki zinapungua kidogo kama mnavyojua. Japokuwa kuna wakati wanawake mnajua, yaani unanyonyesha lakini unakuwa na kama kupita hata kipindi hapa unyonyeshi. Hilo okay, najua, lakini of course wakati mwingine inakuwa tofauti. Mwanamke anayonyonyesha, hata mwanaume pia ile tabia kumkaribia si anapunguza. Anavyokuwa anapunguza hata mwanamke zile nani zile mitego ile, yani kutegana kunapungua pale ndani. So baba akawa anaenda anapiga kule kwa kina mama Ibra, mama akipata chance kwa mama Hidaya kama vile. Alifikia wakati amewachoka yani. Baba ni kama alikumbuka tena. Akanikumbuka mimi. But kipindi hicho baba ananitafuta mimi, ananicheki mimi tena kwenye simu. Nimekumisi. Nahitaji sana tupate wakati nije tushare kidogo. Mama yako sasa hivi amesahau, sijui nini.
Kauli ile ya baba katika message yake katika moyo ilikuwa na mvuto sana, kwa sababu msikilizaji huwezi amini, Kalino pamoja na kwamba alishakuwa ametangaza rasmi mimi naye kwa wapenzi, lakini alikuwa hata kitu sex. Kwa hiyo tulikuwa tukikutana, tunasituka wote chuoni, tukawa wote njiani, stories hapa na pale, lakini alikuwa ananiambia kwamba anahitaji kwanza anivalishe pete ya uchumba, ndipo sasa mimi naye tuwe wachumba rasmi, kwa sababu mimi ni mchumba ambaye anahitajika anioe kabisa. Maneno yake yale Kalino yalinifanya mimi nizidi kuwa na uwezo wa kuvumilia. Navumilia, lakini ndo hivyo. Gee na nye nazo zinanisumbua. Si unajua tena tunakula vyakula hivi. Gee na nye zinanisumbua. Lakini nikikumbuka ahadi ya jambo kubwa ambalo lililoko mbele, kwamba mimi nahitaji nivishwe pete na mwanaume ambaye nampenda sana, ilinibidi nijikaze. Na kila nilipokuwa nakihitaji kwamba anipatie tendo, alikuwa anakataa. Kila nilipokuwa nasema nisaidia nipe tendo, alikuwa anakataa. But all things he gave me. Alinipa kila kitu, kasoro tu tendo lenyewe. Lakini romance, sijui nini, zawadi, kila kitu kipindi chote hicho alikuwa ananipa. But hajawahi kugusisha kichwa chake katika kisima changu. Na mimi kwa sababu alikuwa ananionyesha mambo mengine yote, ananipenda, nilikuwa nakubali. Nasema okay, just let me wait, ngoja nisubiri, kwa sababu kuna jambo kubwa na zuri zaidi mbeleni. Sasa hatari ilikuja pale baada ya mimi kupata mtego kutoka kwa baba yangu. Gee na nye ziko nyingi kwenye mwili wangu, zinanisumbua, ashki, mambo kibao, yani mambo yanasumbua kwenye kichwa changu, kwenye moyo wangu, kwenye mwili wangu. Pote panahitaji. Nafanyaje? Baba ananiambia amenimisi, anahitaji aje kwangu. My question was, sasa akija baba ikitokea, alafu anakuja hapa nyumbani anatoka. Ikitokea rafiki yangu naamini akimuona, au ikitokea Kalino mwenyewe akamuona, itakuwaje? Anyway, tuseme labda Kalino akimuona, nitamwambia huyu ni baba yangu, ataelewa. Lakini vipi kama akimuona rafiki yangu na mimi akimuona, si ataniambia kwamba sijatulia, na kwa hivyo atamwambia Kalino na nitampoteza Kalino? Kwa hiyo nilikuwa nawaza, nitawezaje kukutana na baba? Na hasa ukizingatia simu yangu kuna muda inakaa na Kalino muda wote. Kuna muda ya Kalino nakaa nayo. Kalino ananionyesha vitu vyote kuonyesha kwamba yeye ni mtu mwaminifu, ananipenda nini. Na pia wakati mwingine alikuwa anakuja mpaka pale kwangu. Amekuja amelala kwangu mara 2 bila kunipa tendo. Kalino anakuja kwangu dakika yoyote. Vipi akija alafu anikute na baba yangu? Lakini akinikuta na baba yangu tu, tukiwa tumekaa sio shida. Kuna mazingira anaweza akanikuta kwa sababu hapa anakuja muda wote. Itakuwaje? Niliwaza sana nimjibuje sasa baba yangu, kwa sababu anahitaji show na mimi nina uhitaji wa show, sio uongo. Na hitaji mechi yake kweli. Ina muda. Kazi yangu mimi tu imekuwa kujituliza mwenyewe na vidole yani. Mara maji ya moto sio nini, najituliza. Ni kwa kifupi nateseka. Alafu mwenye jimbo lake anatakaje? Nafikiri kama kuna mwanamke mwenzangu anayenisikiliza hapo, anaweza kaelewa hiyo hali jinsi inavyokuwa ngumu. Ukiwa na ndani yako Marwani anakupenda sana, alafu eti kuna mtu anakuambia subiri, alafu kuna mtu yuko tayari. Kwanza kabla sijaendelea, ngoja niwaambie tu wanaume ambao mnanisikiliza hapa, niwaambieni kitu. Raha ya kuwa katika mahusiano ni kufanya tendo. Ikiwa wewe hata kama wewe ni mwanaume, mwanamke unampenda kiasi gani, afu humpi tendo, nikwambie tu ataendelea kukupenda, lakini akipata mwanaume mwingine ataenda kufanya naye. Na kama huyo mwanaume atamridhisha inavyostahili, mwisho wa siku atahamia kwake na wewe utakuwa umempoteza. Yani hiyo ni both side, yani pote, yani iwe ni mwanaume
unajifanya kwamba eti wako humfanyi sio nini, ataenda. Ikiwa wewe ni wa kike unamfanya eti mwanaume wako humpi sio nini, nakwambia atakukimbia akikuta amezidiwa, alafu akapata mwanaume mwingine au mpenzi mwingine ambaye anayemtimizia haja zake. Hilo nimelisema tu, na nimelisema kwa sababu hata BHB alikuwa ananiambia hapa kwamba na yeye yashawahi kumtokea. Yashawahi kumtokea kwa sababu BHB ameokoka, basi akawa anajizuga kwamba eti BHB niseme. Wewe waambie tu bana, potele mbali, waambie, sio jambo baya. Okay, ameniruhusu. Sasa nasema bana BHB haya, ngoja niseme. BHB bana, BHB unajua yeye ameokoka. BHB ameokoka, ni mtumishi wa Mungu. Japokuwa anakuja kusimulia simulizi humu, lakini ameokoka. Sasa alijichanganya na yeye anasema hivyo kwa alikuwa eti na mchumba wake, lakini akawa anamwambia kwamba eti mpaka tufunge ndoa, twende tufunge ndoa rasmi kanisani ili kwamba ndipo sijui ili tusitende dhambi. Bwana we, BHB ananiambia kwamba yeye aliachwa baada ya huyo mpenzi wake kupata mtu mwingine, alafu akamfanya, ndio ukawa mwisho wa mapenzi yao. BHB akampoteza mpenzi. Sasa hizo tabia kama hizo mimi nawaambia, nimewaambia hivi hapa, nimetolea mfano kwa BHB kwa sababu yeye aliniambia mwenyewe na ameniruhusu niseme. Basi sasa tuachane na hizo, mimi niendeleze story yangu. Mimi niko nje hapa, msikilizaji, kwamba ni wewe upande gani na nitafute chance ya kumeet with my father ili niweze kuondoa shida za mwilini, alafu moyo wangu uendelee kubaki kule kwa mpenzi wangu, lakini hisia zangu sasa za mwili zimalizwe na baba yangu. Lakini Kalino Bwai yeye atabaki kuwa mtu ambaye namsubiri. Hicho kipindi ambapo yeye atataka sijui nini anivishe pete, basi atasubiri, kwa sababu hata kama nikienda kwa babangu haiondoki. Babangu atanimaliza tu hamu zangu za wakati huo, lakini inakuwa ipo. So akinivalisha pete ataikuta. Basi msikilizaji, nilitafuta chance huku na kule ili niende, lakini nilikosa chance ya kwenda kukutana kwa sababu muda mwingi Kalino Bwai mpenzi wangu alikuwa ameniganda sana. Hata nilipomwambia kwamba kuna sehemu nataka niende, alikuwa ananiambia ananisindikiza. Wanaume nyinyi, hebu fikiri mtu anafanya yote haya lakini sio mpenzi wangu. Hamaanishi eti kumbe kuna mtu wake huko Mwarabu anamsubiri, mdada anayetoka familia ya Kiarabu eti ili aweze kumpa jibu lake. Ndio maana kumbe anakataa kwamba nisi hataki kufanya na mimi. Wanaume nyinyi, Mungu anawaona. Kwanza mimi kuna wakati nasema wanaume wote ni mbwa. Wanaume wote ni mbwa. Sasa kasoro baba yangu tu ndio sio mbwa. Basi bwana, nikashindwa kabisa chance. Unajua kipindi hicho ndio kipindi ambapo Danamini rafiki yangu huyu alikuwa anapenda sana kuja kunishauri huku na kule. Unajua kama ananipa counseling hivi ili niweze kumsahau baba kabisa. Anaongea, ananiambia, unajua bwana, hizi mambo pia zina laana katika maisha yako. Unaweza ukasoma ukamaliza, ukaanza kufanya mambo yako ukakuta kwamba yanaharibika tu, hayafanikiwi, lakini kumbe una laana za kutoka kwa wazazi. Kitendo chako hiki unachokifanya, ulichokuwa unakifanya wewe pamoja na baba yako ambaye unajua kabisa ni mume wa mama yako, ulikuwa unakosea, itakuletea matatizo sana. Unaweza ukapata watoto, ukashangaa unapata hata mimba inatoka. Yaani unakuwa na mikosi. Kwa hiyo nafikiri ni vizuri tu kwamba sasa hivi uendelee kupambana na mpenzi wako. Sio, unaona jinsi ambavyo penzi lenu lilivyonoga. Wewe na Kalino Bwai, penzi lenu limenoga jamani, hadi mimi mwenyewe nafurahi. Sasa wewe ujapokuwa na malalamiko yako kwamba sio hamjafanya, wewe mvumilie. Pete akikuvalisha pete, si mnafanya? Wewe mvumilie. Ila mimi naongea hivi rafiki yangu, nakwambia sana rafiki yangu Biaka, kwa sababu nataka
usahau huko ulipotoka. Niko tayari hata mimi nikusamehe kabisa makosa uliyotenda na baba yako. Lakini ufanye toba ili Mungu aweze kukuondolea laana ulizozipata kutokana na kutembea na mume wa baba wa mama yako. Sawa shogangu? Sawa, mimi nimekuelewa. Msikilizaji, sasa unajua maneno ambayo aliyokuwa ananiambia na mimi kila wakati. Mara kwa mara ananiambia, yalikuwa ni kama sasa inanijenga. Naona kabisa kwamba alikuwa anafanya upuzi mimi na baba yangu. Sio baba yangu mzazi. But jinsi alivyokuwa ananiambia ni kwamba kwa sababu ameshakuwa ametoka na mama yangu, tayari ni kosa. Akawa ananitolea mpaka mistari ya Biblia. Sijui nini. Na alaaniwe, sijui alalaye na mke wa baba yake. Sasa akawa ananiambia, sasa wewe kama mtu ambaye kama mwanaume haruhusiwi kutoka na mke wa baba yake, kwa nini wewe mwanamke uruhusiwe kutoka na mume wa mama yako? Alinishawishi sana kwa kweli na mimi mpaka ikafikia wakati ambapo mimi mwenyewe sasa pamoja na kwamba baba alikuwa ananihamasisha sana, ikanikifu. Nikasema mimi na baba yangu siwezi kuwa naye tena. Mapenzi yangu yote nikahamishia kwa rafiki yangu, mpenzi wangu Kalino Bwai. Japokuwa alikuwa hanipi penzi, penzi ananipa lakini sio tendo la penzi. Mapenzi mengine yote ananipa, bati tendo alikuwa ananinyima. Akasema hapa, hata kama ndo hivyo, lakini mimi naendelea kubaki na yeye kwa sababu ana matumaini mazuri, na huko kwingine nishaambiwa nitapata malana sui nini. Basi mwisho wa siku upande wa pili kule baba akawa ameachana na wale wa mama, kina mama Idaya, kina mama nani, akawa anangangana sana anipate mimi. Alivyoona na mimi kwamba si nimekaza, baadaye nikaanza kumwambia baba, hapana, wewe ni baba yangu na nini. Akaniambia, kwani sasa hivi ndo unajua kwamba mimi ni babako sio nini? Kana mkazia. Tukawa tunakaziana, wakati mwingine tunarushana maneno, mara ananibembeleza. Penzi langu mimi na babangu likafa. Na baba akawa amekaza sana kule upande wa mama Ibra pamoja na mama Idaya, akawaacha. Akawa yuko sasa amebezi sana na mama yangu. Mpaka nikiongea na mama yangu ananiambia, jamani, penzi letu limesaliwa upya hapa nyumbani. Mama alikuwa hajui kilichokuwa kinaendelea kuhusu kina mama Idaya. Akaniambia, penzi letu limezaliwa upya hapa nyumbani, na kuambia mwanangu, sasa hivi hapa nyumbani napendwa mpaka nabebwa. Yaani nabebwa mkono huu anabebwa Rabia. Na kuambia hapa ndani tena kuna muda Rabia anaachwa kitandani amelala, nabebwa mimi. Basi ngana nacheka ngambia, mama, hayo ndo mapenzi yenu mimi nilowakutana nayo, na mimi nilikuwa sipendi nione mkigombana. Akaniambia, wewe acha tu mwanangu, wewe mwenyewe nishakusamehe. Ibilisi alopita amepita, hiyo ni siri yangu, muombe Mungu msamaha. Mambo hayo yameisha. Lakini mimi nakuheshimu kama mwanangu na naomba usirudie hayo makosa tena. Nikamwambia, mama, mimi siwezi kurudi nyuma. Naomba unisamehe sana mama. Nisamehe sana mama yangu. Siwezi nikathubutu tena, naomba unisamehe huko nilipopita. Basi mimi na mama yangu tukawa just kama vile. Upande huku wa mimi pamoja na Kalino Bwai, mpenzi wangu sasa upande wangu, lakini wa mchongo sasa upande mwingine. Nilibeze sana kwake kiasi kwamba na mimi kawa namuonyesha mapenzi yaliyozidi. Mpaka yeye mwenyewe akaanza kujaa, anaingia kwa 18 zangu. Anajaa. Siku moja hiyo alikuwa hajanivalisha pete wala nini. Ndipo akaanza kunipa mkanda mzima tukiwa tuko chumbani kwake siku hiyo. Akanipa mkanda mzima jinsi ambavyo alivyomfuata na mimi alivyomfuata. Nikamweleza na mimi jinsi ambavyo na mimi alivyokuwa ananiambia. Tukagundua kwamba kumbe sisi tumekutanishwa na uongo wa Naamini, lakini alikuwa na nia nzuri kumbe. Ndipo nikamwambia kila kitu. Akaniambia, wewe mimi nimekupenda. Umenionyesha upendo uliozidi. Kuna mwanamke kweli nilikuwa namfukuzia na wiki iliyopita amenikubalia. Lakini kwa kweli nimeamua niachane naye, niifanye tu iwe kweli upendo wangu mimi na wewe. Kuanzia sasa hivi wewe ni mpenzi wangu halali. Na kuanzia leo hii ndio siku ambapo sasa naanza kula tunda lako. Jamani, nilifurahi pale, lakini nilikuwa nimeshikwa na mshangao sana kwamba imekuaje? Kwa hiyo kumbe Naamini alikuwa ananipanga vile, kumbe sio kweli. Hata mkaka watu hajawahi kuniambia. Kumbe ndo alienda akamtongoza Kalino Bwai, alafu akanitongoza na mimi. Anamtongoza mimi, anamtongoza na Kalino Bwai, alafu anatukutanisha. Pumbavu zake.
But nia yake ilikuwa ni nzuri, kwa sababu alikuwa na nia nzuri ya kwamba mimi aweze kunitoa katika penzi la baba yangu, jambo ambalo lilikuwa ni jambo the best. Mimi bana, tukaanza sasa kushikana pale mimi na Kalino Bwai. Siku ya kwanza kabisa hiyo tukaanza kufanya yetu, mimi pamoja na Kalino Bwai mpenzi wangu. Hakuna cha kuvishana pete, hakuna cha nini. Kumbe mwenzake alikuwa ananizuga tu ili achane na mimi, baadaye ashikane na huyo mtu wake wa Kiarabu. Tulienjoy bana, anaiweza. Pale ndipo nilipojua kwamba nilikuwa namsifia babangu, kwa sababu nilikuwa sijakutana na mtu. Kwa Kalino Bwai ndio sehemu ambayo kama ilikuwa ni ligi, basi hii ni ligi kuu hapa Afrika. Ilikuwa ni ligi kuu, tena sio hata ya nchini Tanzania. Hii ni ya nchini Misri kabisa. Ligi ambayo aliyokuwa anacheza Kalino Bwai mpenzi wangu. Wewe, niligundua kabisa kwamba hapa mchezo ambao tunaocheza mimi na yeye hapa ni zaidi ya ligi ya Tanzania. Hii ni ligi ya Morocco au Misri kabisa. Na kama ni nchi za nje, basi hii ni England Premier League, ikifeli sana La Liga. Show ilikuwa ni nzuri. Tulikuwa yani hivi nikueleze nini? Mimi najua kwamba hapa kuna wanawake ambao ni masingo, najua mtaanza kumtafuta mume wangu, pumbavu zenu kabisa. Najua mtaanza kumtafuta mume wangu. Bana, mimi nawaambia uzuri tu Kalino Bwai hamwezi kumpata. Sasa hivi ni wa kwangu peke yangu. Kalino Bwai tuliendeleza mapenzi mimi na yeye mpaka mwisho. Ikafikia wakati mpaka mimi akanichukua, nikawa rasmi sasa ni mke wake. Japokuwa yalitokea kutokea, tuliachana, lakini pamoja na kuachana, lakini bado niseme tu kwamba ni kama hatujaachana, kwa sababu bado mimi na yeye tunashare kila kitu, na mimi ndo kila kitu kwake na yeye ndo kila kitu kwangu. Kwa hiyo ni uongo wa rafiki yangu na mimi ambao ulikuwa na nia nzuri ya kunifanya mimi niondoke katika penzi la babangu, na kweli nikaondoka kwenye penzi la babangu, na penzi la mamangu kule likawaka maradufu, na mimi nikawa nimepata mpenzi wangu mwingine ambaye ni Kalino Bwai, na ndo tuko naye mpaka sasa hivi. Hayo mambo kwamba tuliwahi kuachana sio nini, just a story, but mimi ninachojali ni kwamba ni upendo mpaka leo hii. Mimi na yeye bado tunapenda, na hakunaga zaidi yangu mimi na yeye, hakunaga zaidi yangu mimi na yeye. Yeah, of course mimi na yeye hakuna zaidi, ni mimi na yeye tu kila wakati. Tunapendana, tumeshibana. Na hapa ninapoongea naomba tu, kwa sababu ngoja kumalizia kaka kitu fulani. Kwenye story yake aliwahi kuniambia kwamba ilishawahi kuwa na mpenzi wake, alikuwa anaitwa Yasinta. Alikuwa anampenda sana sana sana. Sasa naomba akawa kuna Yasinta humu ndani, akawa yeye ndo alikuwa anatoka na mpenzi wangu. Bana, Kalino Bwai hakutaki tena sasa hivi. Nikwambie, Kalino Bwai yuko kwangu, hawezi akarudi kwa Yasinta. Kwa hiyo kama kuna mtu anaitwa Yasinta humu, au naomba kaa mbali na Kalino Bwai, sio wako tena. Huyu ananipenda, japokuwa nilimpata kama dharura kupitia uongo wa rafiki yangu, shoga yangu, na mimi ilimradi tu nikae mbali na penzi la baba yangu. Lakini nashukuru Mungu, uongo umezaa mambo mema. Mpaka leo hii mimi na Kalino tuko poa. Akina Yasinta, huyo Yasinta yake ambaye anasema alimpenda sana, akome, asimfuatilie tena Kalino wangu. Na kufikia hapo bana, ikatokea kwamba sasa mimi ikabidi nirudi kwa mama yangu pia kuongea na mama yangu. Nikamwambia, mama, samahani sana mama, nisamehe sana mama yangu, kwa sababu hisia ndio zilinifanya nikukosee. Nilimpigia mama yangu magoti, akanisamehe mama yangu, na mambo yakaenda vizuri. Na kwa kweli mimi na mama yangu sasa hivi hatuna kinyongo, maisha yetu yanaenda kama kawaida, na mimi niko na Kalino na yeye yupo na mume wake Miguel, na mimi niko na Kalino Bwai. Maisha yetu yako safi, kila mmoja anafurahi kwa upande wake. Hao maeksi wamebaki kama maeksi. Mimi sasa hivi niko na wangu, mama yuko na wake. Mpaka hapo niwaambie tu, piga makofi. Piga makofi. Jipigieni makofi bwana. Kama pia yani hii simulizi hapa sehemu ya mwisho ni kupiga makofi.
Watu waliokuwa wanataka mambo yao walifanikiwa, na ndoa zilizokuwa zinaharibika zimekaa vizuri. Waliokuwa wanatoka na baba zao yameisha. Watu wana wapenzi wao, mambo yako fresh. Kwa nini usipige makofi? Ndio maana akasema bwana, piga makofi tafadhali. Alafu zaidi sana, na wewe msikilizaji wa makala simulizi, inabidi kwa namna fulani ujipigie makofi. Kama umefuatilia simulizi hii mwanzo hadi mwisho, kwa nini usijipigie makofi bana? Okay, jipigieni makofi na nyinyi, piga makofi tafadhali. Piga makofi tafadhali. Okay, basi kwa kufikia hapo bana, ndugu zangu wa makala simulizi, hapo ndio mwisho bwana. Asema bwana, mjipigie makofi, jipigieni makofi. Mambo ni murua kabisa, mambo safi kabisa. Simulizi imefika mwisho, lakini kumbuka kuna ngoma nyingine inadondoka hapa muda si mrefu. Mapema sana. Wewe kama ni mgeni, bonyeza neno subscribe hapo chini ili uweze kuwa pamoja na mimi kila wakati. Hapa ni ngoma juu ya ngoma, starehe mwanzo mwisho, na mimi BHB wa makala simulizi. Tukutane katika simulizi nyingine mpendwa.